ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani ikiwa ni suratul Ahqaf, na leo hii tunaanzia aya ya 33 34 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن hawajui kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi na wala hakuchoka kwa kuumba mbingu na ardhi, hawajui kwamba Mola huyo ni qadir, ni mwenye kuweza ala an yuhyiya al-mauta, kuwa mfu au kuwa wafu. Hawa waliokufa kama huyo aliyeweza kuumba mbingu na ardhi, tena sio kuumba tu kwa tabu kwamba ameumba lakini mpaka kutoka hapo na yeye hajiwezi. Lam ya'ya bikhalqihi, hakuchoka kwa kuziumba hizo mbingu na ardhi. Hawajui kwamba huyo biqadiri, ni muweza ala an yuhyiya al-mauta, wa kuwahudi wafu. Bala, kwani hata asiweze? Bala, innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yeye juu ya kila kitu ni muweza. Awalam yarau ya'lamu anna awalam yarau ya'lamu munkirul ba'di, hao wenye kupinga kwa kufufuliwa hao. Alam ya'lamu, hawajui anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda, kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu na ardhi, walam ya'ya bi khalqihim, na hakuchoka, lam ya'ya, hakuchoka bi khalqihim, kwa kuviumba hivyo hizo mbingu na ardhi. Lam ya'jiz anhu biqadirin, kwamba ni mwenye kuweza. Khabaru anna, habari ya anna, wazida bihi ba'i, nasema biqadirin. Alam ya'lam anna Allaha qadirun, kwa hivyo lakini kawa kuna be. Kwa nini kaletwa hiyo be? Asema lianna al-kalama fi quwwati alaysa Allahu biqadirin, alaysa Allah. Hiyo awalam ya'lam, maneno haya yako katika kwenye nguvu, alaysa Allahu biqadirin. Hivyo ndio maana ikapendeza zaidi kuwepo na hiyo be, ikaongezwa be. Ala an yuhyiya al-mauta, bala huwa qadirun ala ihya'i al-mauta. Kwa nini? Yeye ni mwenye kuweza kuwafufua wafu. Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yeye juu ya kila kitu ni muweza. Wa yawma yurau alladhina kafaru ala an-nar, na siku watakayoonyeshwa wale ambao wamekufuru juu ya moto. Alaysa hadha bilhaqi, hivi hakukuadhibiwa ni kweli? Haki. Alaysa hadha bilhaqi, hakukuadhibiwa ni kweli? Bala, kwani wa rabbina, hapa kwa Bwana wetu. Qal, akasema fadhuqul adhaba, basi onjeni adhabu, bima kuntum takfurun, kwa kule kukufuru kwenu. Bima kuntum takfurun, maana kwa mlivyokuwa mnakufuru. Wa yawma yurau alladhina kafaru ala an-nar, watajie siku watakayoonyeshwa waliokufuru juu ya moto, yu'adhabu biha, wa kuadhibiwa na moto huo. Yuqalu lahum, wataambiwa, alaysa hadha at-ta'dhibu
hivi ya kukua kuadhibiwa huku bilhaqi, ni haki, ni kweli? Si mlikuwa mnasema hiyo adhabu kama ipo, faatina bima taiduna, tuletee hicho unachotuaga, nachoaga ni adhabu. Sasa je, leo hii mnaiona kwamba ni kweli adhabu au adhabu bado hakuna? Mtasema hakuna. Na haya yapo katika mambo mengi. Allah subhanahu wa ta'ala watafikia mahala wanaulizwa wale watu kulingana na lile lao walikuwa wamesimama nalo. Hata sehemu nyingine wataulizwa, afa sihrun hadha am antum la tubsirun. Sawa, islauha fasbiru au la tasbiru sawaun alaikum. Kwa hiyo hapa ataambiwa alaysa hadha bilhaqi, qalu bala, watasema kwani ni kweli bwana, tumeamini adhabu ipo kweli na ndio hii tumeamini, wa rabbina, tena tunaapa kabisa, wanaapa kabisa kwamba tunaapa kwa Mola wetu. Lakini ni nini? Ni yale ambayo kwamba watu eti wanaona ukiwa katika sehemu za hukumu mahakamani, kikawaida ilivyo, unahimizwa na unaambiwa na wenzako, kufika pale kubali kila utakaloambiwa, itikia. Hapo utakuwa umeipunguzia kazi mahakama kuisumbua, na kwa ajili hiyo hukumu yako itakuwa nyepesi. Ukileta ubishi halafu baadaye ndio sasa ukakubali, baada ya kuonyesha ushahidi mwingi, baada ya kusumbuliwa sana na kuteswa, ndipo ukakubali kwamba kweli wewe ni mlalamikiwa na malalamiko hayo umeyafanya kweli, adhabu yako itakuwa kubwa, hukumu itakuwa ngumu. Hizi ni mahakama za kidunia. Mahakama yake Allah subhanahu wa ta'ala haibadilishi maneno kwa namna hiyo, kwamba ushakwenda kule ni muovu, lakini sasa ukiambiwa alam yati nadhir, useme bala qad jaana nadhiru fakadhabna wa qulna ma nazala Allahu min shay. Muonyaji alitujia, lakini sisi tukamwona muongo, tukamwambia hivi na hivi na hivi. Basi kumbe hili nimesema kweli, iwe ndio sababu mtolewe kwenye moto. Hiyo sio mahakama ya Mwenyezi Mungu ilivyo. Mahakama hizo zinazofanya hivyo kama zipo, lakini mahakama ya Allah haiko hivyo. Kwa hiyo hawa wanapoulizwa alaysa hadha bilhaqi, wakajibu bala, tena wakasema wa rabbina, asema hawa kaannahum yatma'una fil khalasi li'tirafi, kana kwamba wao wanatumai kuokoka, kana kwamba wao wanaona kwamba wakisema ukweli wataokoka, li'tirafi bihaqihi, kwa kukiri. Sawa, au kule kukiri kwa lile jambo ambalo pengine liko kama hivyo, kusema ni kweli bwana, adhabu ni kweli, tumeamini kweli leo ni adhabu, na hilo adhabu ya hasa na nini, hilo halijakuwa sababu ya kuokoa wao. Kwa hiyo watasema hivyo, lakini bado adhabu itafuata mkondo wake kama kawaida. Qalu bala wa rabbina, qal, wataambiwa, atasema Allah, fadhuqul adhaba, ikiwa anayewauliza ni Mwenyezi Mungu. Kama ni malaika wasimamizi wa moto huo, basi atamwambia onjeni adhabu bima kuntum takfurun, kwa mlivyokuwa mnakufuru. Fasbir, basi subiri, kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, kama walivyosubiri wenye azma, wenye maazimio. Ni watu waliokuwa na subira kubwa na wanaitwa ulul azmi. Wao ni mitume maalum, wameorodheshwa takriban 5. Hawa wanaitwa ulul azmi. Anaambiwa Mtume Muhammad, subiri nawe kama walivyosubiri ulul azmi. Hawa ulul azmi min ar-rusuli, katika mitume. Wala tastajil lahum, wala usiwatakia haraka adhabu, kaannahum yawma yarawna ma yu'adun, kana kwamba wao siku watakayoona lile wanaloagwa. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar, hawakukao. Lam yalbathu, watakuwa kana kwamba hawakukaa katika dunia, illa sa'atan min nahar, ila kitabu kidogo tu katika mchana. Balahu wala tastajil lahu,
tastajil lahu. Hii wala najid lahu azma, na hii wala takun kasahil hut, maneno mengine kando yatakuja maelezo yake inshallah. Lakini aya kama aya inasema fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, subiri kama walivyosubiri wenye ulul azmi katika mitume. Wala tastajil lahum, wala usiwatakia adhabu hao jamaa zako ya haraka. Kaannahum, kana kwamba wao hao jamaa zako yauma yarauna ma yuadun, siku watakapoona lile wanaloagwa na wenye adhabu, lam yalbathu, kama vile hawakukaa katika dunia, illa sa'atan min nahar, isipokuwa kitambo kidogo tu katika mchana. Balagh, huu ni ufikisho. Fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun, hawaangamizwi ila jamaa makafiri. Fasbir ya Muhammad, subiri ewe Muhammad. Kwa maana ya mtume Muhammad anaambiwa Mwenyezi Mungu, subiri ala adha qaumika, juu ya adha za jamaa zako, maudhi ya jamaa zako. Kama sabara ulul azmi, kama walivyosubiri hao ulul azmi, wenye kuthibiti, thabati wasabiri, wenye subra, ala shadaidi, wenye kuthibiti na kusubiri juu ya shida, bila rusuli, katika mitume kabla waliokuwa kabla yako. Wako mitume ambao walisubiri, walikuwa na subira ya hali ya juu, likitokea shida na tatizo la namna yoyote. Na wewe kuwa kama wao, fatakuna dha azmin, uwe mwenye azma. Wa minna, minhi hili lilbayani, liya bayani, kwa maana fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, subiri kama walivyosubiri wenye azma, nao ni mitume. Hapo ni mimi imekwenda kwa bayani, min ar-rusuli, nao ni mitume. Fa kulluhum dhu azmi, wote ni watu wenye subira. Wakila, lakini pamesemwa minhi hili litabiidhi, minhi hili ya baadhi. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli, min ba'dhi ar-rusuli, katika baadhi ya mitume. Hawa wanaosema mimi ya tabiidhi wametegemea nini? Wanasema falaisa minhum Adam, Adam hayuko katika ulul azmi. Kwa nini? Likaulihi ta'ala walam najid lahu azma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema walam najid lahu azma. Kwa hiyo mtume Adam alayhi salam, kwake yeye hakuna azma. Sawa, pale ambapo alipewa ahadi ya kukaa pale peponi, wasile hiki wasifanye hivi wasifanye hivi, mara wamekuja wadanganywa na nyoka, kama kisa kinavyosimulia. Kwa hiyo kitendo kile ni kwamba hakufanya subira, maana subira iko kwenye mambo mengi, subira ya mitihani, subira ya kufanya ambalo viongozi kufanya. Na waona kabisa, maana kama watu wa Uhud walivyokuwa wamekosa subira, wameambiwa msiondoke hapa, tukishinda msiondoke. Ile ni subira iliyokosekana. Sasa itakuwaje? Vita vimeisha, watu washashinda, mpaka watu waanza kupata ngawira vile. Sasa sisi tunabaki hapa kwa nini? Subira. Lakini sisi tumeambiwa bwana, muone huko ndio kukosa azma. Kwa hiyo falam najid lahu. Alafu wala Yunus, wala nabii Yunus si katika ulul azmi, kaulihi ta'ala wala takun kasahibil hut. Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake, usiwe kama mpezwa na chewa. Ni wazi kwamba yeye amefanya subira ndogo kiasi kwamba uwe nawe jikaze, usijuka kama yule tayari yule ametoka basi katika ulul azmi. Wala tastajil lahum liqaumika nuzul al-adhab, usiharakishe kwa hao jamaa zako kushika adhabu kwamba ni haraka. Nuzul al-adhab bihim qila kaannahu bajara minhum, kana kwamba alianza kubabaika, kutetereka kutokana na wao. Sasa fa ahabba nuzul al-adhab bihim, ikawa anatamani adhabu iwashukie. Fa umira bisabri, ndio akaamrishwa kusubiria. Wa tarki al-istijali bil adhab, na kuacha kuitaka haraka adhabu. Fa innahu nazilun bihim la mahala, kwa sababu adhabu ni yenye kuwashukia, kuna namna adhabu itakuja tu. Kwa hiyo na lazima kuiharakisha, kuona kana kwamba wao wanafaidi vile wanavyojeli na kuudhi. Kaannahum yawma yarawna ma yu'aduna min al-'adhab fil akhirah litulihi, kana kwamba wao siku watakaoona wanaloagwa nawe ni adhabu kule akhira, kwa urefu wa ile adhabu wanayoiona, watajiona kama vile huku duniani hawakukaa, illa lam yalbathu fi dunya fi dhanihim, hawakukaa katika dunia katika dhana yao, illa sa'atan min nahar, isipokuwa kitambo kidogo tu katika mchana.
hadha alqur'ani qur'ani balaghu litablighu min Allah ilaykum, ni ufikisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenu. Fahal ay la yuhlaku hawaangamizwi inda ru'yati al'adhab, wakati wa kuonekana hiyo adhabu, illa alqawmu alfasiqun ay kafirun, isipokuwa jamaa makafiri ndio watakaoadhibiwa na ndio watakaoangamizwa na adhabu. Sawa, Mungu atujalie haya tuliyosikia yatoshe kwa leo. Inshallah Mungu atuwafikisha kesho kwa ajili ya kuendelea. Allahu subhanahu wa ta'ala.